Lini niliketi mapema moja jioni, nikaanza kumbo kuupiga mlima wa ugali, mboga na nyama nikautowelea, kabla ya maziwa mafunda kupiga na maji kuteremsha kwa kusafisha pembeni niliketi, nikipumua kwa shida na kushindwa kujinyanyua, taratibu askari wakaninyemelea na bakunja kunipiga. Nilipozinduka nilikuta changu kisanduku, macho kikiwa habari kina mwaya, ndipo nikaona wenzangu wananchi, mizizi wakila na matunda mwitu, vyote wakivisaka kwa taabu. Katika mazingira hayo ya sarabi, miili yao ilikuwa taabu kuibeba. Kwa unyonge wa njaa, nikashangaa tulivyoishi chini ya bendera moja, lakini tukiwa mbali mbali katika ulimwengu tofauti kama ardhi na mbingu. Aina ya shairi hili alama mbili. Tuna aina mbili za mashairi, mashairi huru na mashairi ya arudhi. Mashairi huru pia huitwa mashairi ya kimapokeo, ni yale ambayo hayafuati kanuni za utunzi wa mashairi. Kwa mfano, hapana utoshelezi wa beti, hapana urari wa vina, hapana urari wa mizani. Ilhali mashairi arudhi ni yale ambayo yanafuata sheria. Pia yanaitwa mashairi ya kijadi. Hivyo shairi hili ni shairi huru kwa sababu halifuati kanuni. Kwa mfano tukiangalia ubeti wa kwanza, tuna ti, ni, ga, li. Ubeti wa pili tuna vina vya nje ambavyo ni a, ga, sha, ti. Vimeweza kubadilika badilika. Tunapata kwamba hili ni shairi huru. Nini katika shairi? Mwananchi kwa sababu gani? Anasema nikashangaa tulivyoishi chini ya bendera moja, lakini tukiwa mbalimbali katika ulimwengu tofauti. Na mwananchi huyu ni mlala heri. Angalia anavyokula na piga kumbo ugali, ana mboga na nyama ya kutowelea, pia atamalizia maziwa kisha maji. Tunamwona ni mwananchi ambaye ni mkwasi au mlala heri. Sifa za utunzi alizozitumia mshairi alama 4. Kumbuka kwamba mashairi hutumia lugha mkato, kunaweza kuwa na kuboronga kwa sarufi, tabdila na kadhalika. Hebu tuangalie. Unga sarufi kwa mfano hajafuata sheria za utunzi wa sentensi au mistari ya Kiswahili. Inafaa iwe ni nomino ikifuatana na kivumishi chake kisha kitenzi na kielezi. Lakini anasema sebuleni niliketi badala ya niliketi sebuleni. Mapema moja jioni, ingekuwa jioni moja mapema. Matumizi ya taswira, haswa taswira moja kwa mfano. Nikaanza kumbo kuupiga mlima wa ugali, mboga na nyama nikautowelea, kabla ya maziwa mafunda kupiga na maji kuteremsha koo kusafisha pembeni niliketi. Vizuri, pia kuna mbinu ya uhaishaji pia huitwa tashisi, kabla ya maziwa mafunda kupiga. Ameweza kupa maziwa sifa ya kibinadamu ambapo inaweza kupigwa funda. Pia ametumia misemo kwa mfano piga funda kwa maana ya kunywa, piga kumbo kwa maana ya kunja, piga bakunja. Pia pale kuna uradidi kama mbinu nyingine kwa ajili ya kusisitiza. Pia kuna tashbihi katika ulimwengu tofauti kama ardhi na mbingu. Pia kuna kinaya kwamba watu wanaishi chini ya bendera moja lakini wanaishi katika ulimwengu zilizo tofauti. Pia kuna inkisari kule kufupisha neno katika ulimwengu tofauti badala ya katika ulimwengu tofauti. Neno ulimwengu limefupishwa na kuwa limwengu. Ni mshairi inayojitokeza katika ubeti wa kwanza na wa pili alama 2. Kwanza, sebuleni niliketi mapema moja jioni, nikaanza kumbo kuupiga mlima wa ugali, mboga na nyama nikautowelea,
Kabla ya maziwa mafunda kupiga na maji kuteremsha kwa kusafisha, pembeni niliketi. Toni ambayo tunapata au hisia ni starehe. Kwa sababu nafsi nini alikuwa na furaha, ndiposa aliweza kufurahia chakula chake vile. Hivyo tunaweza kupata maudhui kama ukwasi yakitokana na toni hiyo. Ubeti wa 6 kwa lugha nathari, alama 5. Unapoandika lugha nathari, unafaa kuandika kwa lugha ya kawaida, utoe koma ikiwa zilikuwa pale, hivi kwamba badala ya kutumia vipande, patakuwa na matumizi ya viunganishi. Na pia uhakikishe kama kuna uhuru wowote wa mwandishi au mshairi umeweza kutolewa. Unachofanya ni kuhesabu beti zako, kuna wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, kisha umeambiwa 6. Uandike katika lugha nathari. Nikashangaa tulivyoishi chini ya bendera moja, lakini tukiwa mbali mbali katika ulimwengu tofauti. Sineni anashangaa jinsi wananchi wenzake waliopo chini ya mamlaka moja wanaishi dunia tofauti. Ulimwengu wa kihalisia unatofautiana kama mbingu na nchi, ardhi na mbingu. Shairi, dondoa mifano miwili ya mbinu za lugha. Bihi kuna taswira, kulikuwa na misemo, pia na kinaya. Ni ukweli kinzani. Kumbo, bakunja sarabi. Kaanza kumbo ni kaanza kula. Kuna bakunja, ambapo anasema na bakunja kunipiga. Kwa mfano ya kugongwa. Niko na sarabi. Katika mazingira hayo ya sarabi, miili yao ilikuwa taabu kuibeba. Sarabi au mazingati, mirage kwa Kiingereza. So katika mazingira ambapo wanayoona si kweli. Ulimwengu wa fantasia labda.